Hai, siku nyingi zimepita, nyingi sana, bila kukuletea kitu chochote katika channel yangu. So kitu ambacho kwanza kabla yote sijaendelea na kitu chochote ili tuweze kwenda sawa. Kama wewe ni mfanyabiashara au unatamani kufungua biashara yako, kama mjasiriamali au kama kijana ambaye anatarajia kwenda kujiajiri, na katika ajira yako ambayo unaenda kujiajiri au tayari umeshaajiriwa, unaingiza kipato kisichopungua Tanzania shilingi 270,000, ni lazima una TIN number. Tunawezaje kupata TIN number? Ni njia gani ambazo zitumika ili kufungua TIN number? Tunajua watu wengi sana wanahangaika juu ya kupata TIN number, lakini sasa hivi TRA wamerahisisha sana juu ya kupata TIN number. Naenda kuelekeza step by step jinsi gani ya kufungua TIN number yako, iwe ya kibiashara au isiyo ya kibiashara. Vitu muhimu ambavyo unatakiwa kuwa navyo ili uweze kufungua TIN number wewe mwenyewe ni kitambulisho cha taifa au namba ya kitambulisho cha taifa na namba yako ya simu ambayo una uhakika ambayo miaka nenda rudi utakuwa unatumia hiyo. So tuondoke moja kwa moja, naenda kuelekeza sasa ni jinsi gani ya kupata TIN number yako kwa urahisi zaidi. Kwanza kabisa ningependa uandae ID yako pembeni na namba yako ya simu ambayo utaitumia miaka yako nenda rudi, ambayo ni namba ambayo unaiamini kwanza hutaipoteza, ambayo namba yako ni muhimu sana katika mawasiliano ya wewe na jamaa zako, ndugu zako na rafiki wanaokuzunguka. Ingia kwenye browser yote, Google au Safari au Firefox, search TRA. Baada ya kusearch TRA utaona website ya TRA. Ingia katika website hiyo. Baada ya kuingia kwenye website hiyo utaona mambo makuu matatu. Utaona register, utaona login, utaona na manual user guide. User guide hiyo ina mambo mengi sana. Kwa wale ambao watakufuata user guide hiyo, unaweza kufuata maelekezo haya. Kwanza kabisa ingia katika eneo lilokuambia register. Weka ID namba yako, namba ya kitambulisho chako cha taifa, weka namba yako ya simu. Baada hapo verify maneno mekundu unayoona hapo yafanane ndani ya box ambayo unaenda kulijaza. Baada ya kulijaza hayo, utatumiwa information, taarifa ambazo zitakutaka ubadilishe. Utatumiwa namba yako ya taifa na pia utatumiwa password. Sasa taarifa utakazotumiwa itabidi ubadilishe. Moja kwa moja ukisha login utaingia tena kwa mara ya pili. Baada ya kutumia information hizo, utaenda kwenye kipengele cha login. Katika kipengele cha login utajaza taarifa ambazo umetumiwa. Jaza password ya nyuma ambayo umetumiwa, utaconfirm password mpya, utaandika password mpya ambayo unataka iwepo, pia utaiconfirm kama ndio hiyo, utairudia tena kwa mara ya pili. Baada ya kurudia kwa mara ya pili, utabonyeza okay kuproceed. Baada ya kuproceed sasa, utaingia moja kwa moja kwenye profile yako ndani ya TRA. Kama unavyoona pembeni, hiyo ni profile yangu mimi. Moja kwa moja ni bado kabisa itakuwa ni nyeupe, bado kabisa hujafanikiwa kufungua TIN number ya aina yoyote. Unachotaka kufanya sasa ili uweze kuwa na TIN number ni kuapply TIN number. Tuna apply TIN number. Angalia menu juu kushoto kwa browser yako ndani ya website ya TRA, utaona option ambayo ina vibao vitatu. Bonyeza vibao vitatu, vitakupa option nyingi. Katika option hizo kuna sehemu ya TIN status au apply TIN. Uta-apply TIN. TIN ambayo utaka-apply wewe ni wewe na choice yako. Kuna non business, kuna business. So haya yote ili kujua non business inafanya kazi gani na business inafanya kazi gani, nenda kwenye user guide manual yao ndani ya TRA. Mwanzoni kabisa pale katika zile option tatu ambazo ulionyeshwa register, login au user manual. Download user manual au iangalie user manual. Kila aina ya kategori ya TIN number ina maana gani ili uweze kuchagua TIN number ambayo itakufaa katika biashara yako na katika mambo yako. Kumbuka kwamba TIN number moja inafaa kwa kila aina ya kitu ambacho unaenda kukifanya. Namba moja ni kwa ajili ya mtu mmoja. So baada ya kuapply TIN number, utajaza information ambazo zinatakiwa. Moja kwa moja utajaza namba yako ya NIDA pale. Ukishajaza namba yako ya NIDA, itakuomba tena ujaze namba ya pili ya simu yako ambayo itakupa option ya kujaza namba ya pili. Ambayo namba ya kwanza tayari itakuwa ishaonyeshwa ni ile ambayo utumia kusajilia kitambulisho chako cha taifa. Ukishajaza namba ya kwanza na ya pili, ya kwanza itakuwepo tayari automatic kutokana na namba zako za NIDA zita verify account yako ya kitambulisho chako cha NIDA. Kwa hiyo kitakachofuata kujaza pale ni kujaza namba zako za NIDA kwanza. Kishajaza namba za NIDA za kwako, ndio zitakuletea information za kitambulisho chako ambacho itakuonyesha namba ya simu ya nyuma, ambacho namba ya simu ya pili utaenda kujaza wewe mwenyewe ni namba gani ya simu ambayo unataka kwenda kuijaza. Baada ya kujaza namba ya simu hiyo, moja kwa moja itakupa option ya kusubiri
TIN namba yako kuwa verified. Utaona kabisa ukisharudi kwenye menu yako kuu, utaonyeshwa kabisa bar ambayo inaonyesha unatakiwa usubiri TIN namba yako ikiwa tayari utatumiwa message. So baada ya kujaza information zote hizo, kinachofuata ni kusubiri wewe message kutoka TRA kwamba TIN namba yako imekuwa verified. Baada ya kuwa verified na kutumiwa TIN namba yako, unachotakiwa kufanya ni nini? Unachotakiwa kufanya ni kutoa copy TIN namba yako ambayo tayari umeshapewa na TRA. Tunatoaje copy? Copy ambayo tayari utapewa option ya kutoa copy ndani ya profile yako ya TIN namba. Moja kwa moja utafungua PDF file kwa kutumia PDF file application ndani ya simu yako. Nadhani ukishaitoa ile PDF file katika simu yako, moja kwa moja unatakiwa kufanya ni kwenda kwenye stationery wakupe maelekezo jinsi gani ya kutoa ile copy yako ambayo iko katika soft copy kuwa katika hard copy. Kama unavyoiona kwangu, hii ndio TIN namba yangu pembeni hapo. Hiyo ndio TIN namba yangu ambayo nimetumiwa na TRA online, nikatoa copy online. Baada ya kutoa copy online, baada ya kutoa soft copy online, nikaenda kutoa copy stationery ya rangi. Baada ya kutoa rangi, sasa naweza nikatumia copy za kawaida na zingine kutumia katika matumizi yangu mwenyewe ya biashara zangu au mambo yangu yote ambayo naendesha. Kama unavyoona, biashara hizi zote za mitandaoni ni lazima usajili ili uweze kuwa safi. Asante na kwaherini.